Majina yangu naitwa Janet John, natokea Sakina. Mheshimiwa Mkuu, na tatizo la muda mrefu. Jirani yangu ametufungia njia mheshimiwa. Miaka 12 hatufiki kwetu wala hatutoki. Nilipeleka swala hili katika baraza la kata, wakatupa hukumu na wakampa siku 7 za kufungua njia. Mheshimiwa hakufanya hivyo. Badala yake alikata rufaa. Na alipokata rufaa, kesi ikiwa mahakama ya wilaya, alipatiwa hati. Mwaka 2020 mwezi wa pili tarehe 12 kamishna alibaini kwamba kuna hati alipewa. Mheshimiwa, nikasikitika sana kwamba kwa nini mtu ardhi yuko wapi? Mmetoaje hati kwenye jambo lenye mzozo? Jambo linalofunga njia ya watu wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgogoro huu tulibaini mwaka jana mwezi wa pili na tulianza kuwaita pande mbili ili kuweza kuwasuluhisha. Mnasuluhisha nini jambo ambalo amefunga njia ya watu wengine kupita na mnampa hati ya kufunga? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio kwamba tulitoa hati mwaka 2020. Huyo mwananchi alikuwa na hati kuanzia mwaka 1984. Kiwanja chake kwa kimepimwa. Kwa hiyo alichokuja kufanya ni kuomba uhuishaji. Wakati huo kama wizara tulikuwa tujui kama kuna mgogoro. Kwa hiyo baada ya kupokea mgogoro mwaka jana tukaanza kuwakutanisha pande mbili. Lakini ikaonekana upande mmoja ni ukaidi, hivyo tumeanza taratibu kwa sababu hakuna maendeleo ambayo yanakidhi. Tumeanza hatua za ufutaji wa miliki ile ambayo imeziba ili tuweze kumpatia njeo. Haya, kwanza wakati mnafanya hizo taratibu za makaratasi pawe wazi pale wananchi wapite. Afisari, umenisikia? Peleka watu wakatengeneze hiyo njia, peleka magreda yakatengeneze hiyo njia, wananchi wapite, wakati nyie mnarekebisha kwenye sheria pale pawe na njia inapitika. Watu tushindwe kupitisha wagonjwa, tushindwe kupitisha watu wanaenda kujifungua ubinafsi. Rushwa.